Askofu Eliud Wabukala aidhinishwa na bunge, huku wabunge pia wakijadili wakuu wa IEBC waliopendekezwa. Changamoto kuhusu vitambulisho kwa baadhi ya wapiga kura wanaotaka kujisajili za kithiri. Na tumekuarifu kuhusu kijana maskini ambaye atajiunga kwa shule ya upili baada ya kupata ufadhili. Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Swala la kipande cha ardhi cha Naka limegonga vichwa vya habari kwa muda, huku mzozo ukizidi kutokota kuhusu umiliki wa ardhi hiyo. Uliojipata katika mzozo huo ni mbunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria, huku aliyekuwa meya wa zamani wa Nakuru Ibrahim Surao na kampuni ya Ense. Mzozo huo unahusu kipande cha ekari 3.7. Victor Ugale na taarifa hiyo kwa kina. Kipande cha ardhi cha ekari 3.7 mkabala na mbuga ya wanyama pori ya Nakuru ambayo pia imepakana na shule ya msingi ya Naka. Umaarufu wa ni nani mmiliki halali wa ardhi hii inazidi kusambaa kwa kasi kama moto msituni, huku hatma yake ikizidi kuzua woga kwa kila mmoja anayejaribu kutua guu lake hapa. Kipande hiki cha ardhi nambari 23108 kabla ya ujio wa serikali za kaunti kilikuwa kinamilikiwa na kampuni ya Parethram Board Housing Cooperative Society Limited baada ya wanachama wa muungano huo kununua ardhi hiyo kutoka kwa kampuni ya Hyrax Developers mnamo mwaka wa Oktoba 22 mwaka wa 1998 kwa shilingi milioni 8.1. Kilichofuata ni wasimamizi wa taasisi hizo mbili husika kufikishana mahakamani kutafuta suluhu ya ni nani mmiliki halali wa ardhi hiyo inayopakana na shule ya msingi ya Naka. Januari 16 mwaka wa 2008, Jaji Luka Kimaru alitoa uamuzi kuwa Hyrax Developers walipata hati miliki za ardhi hiyo kihalali kutoka kwa kamishna wa ardhi mjini Nakuru, na ushahidi uliotolewa uliashiria kuwa Hyrax walikuwa na idhini ya kuuzia mteja yote. Chances of obtaining those statements from these people may be slim depending on their availability, whether they can be traced or not. So what they said was, looking at it at the end of the day, there was so much that had been left out by the investigating officers. Yani raia yote wananiangalia, nasema wale waboraji. Jina ile ambayo walitupatia ni Al-Shabaab. Sasa mimi nilienda kotini, nililelea kwa serikali. Sasa hata ile file ya DBB nilisikia merudishwa Nairobi. Mnamo mwaka wa 2010 wawakilishi wa wodi wakiongozwa na meya wa mji wa Nakuru wakati huo John Kitilit waliandaa kikao cha kamati ya elimu na kupitisha kuwa manispaa ya Nakuru haikuwa na kesi wala pingamizi yoyote ya umiliki kwa kipande hicho cha ardhi dhidi ya kampuni ya Pieboard Housing Limited. Manispaa iliishia kugharamia fidia iliyopewa Pieboard ya zaidi ya $900,000 na kuwa shule ya msingi ya Naka itasalia iliko pembeni mwa ardhi hiyo. Kati ya wawakilishi wa wodi 17 walioitikia maamuzi hayo alikuwemo mbunge wa sasa wa Nakuru Mashariki David Gikaria, ambaye sasa yuko katika mstari wa mbele kupinga umiliki wa ardhi hiyo na kampuni ya Ense Limited. Tarehe 15 Novemba, mbele ya wakili Golden Ogola akiwakilisha kampuni ya Ense Limited, waliafikiana na Pieboard Housing Cooperative Society kununua kipande hicho cha ardhi kwa dhamani ya shilingi milioni 30, huku Mirugi Karaoke and Company Advocates wakiwawakilisha Pieboard. Mheshimiwa Gikaria namba yake namba 2 katika mwingine, mimi namba 3 kupande nyingine. Tukasema tumesurrender hiki kwa sababu kama tumepewa na advice na wale officers, wale legal officers ya council na clerk mwenyewe ametuambia hii kesi imetukula pesa mingi, imetugharami. So hakuna haja tulienda ikeze, waje tutubilie kesi mbali, wenyewe wachukue kichao. So tukafanya namna hiyo. I don't see how that could be possible because the people who left were politicians and the administrators were left. We are still, I'm still not aware of what happened to the 4 acres, whether they still exist under the municipal council title deed or whether it was again transferred to some private use. Stakabadhi zilizo mikononi mwa meza ya uchunguzi ya KTN zilibaini kuwa hati za ardhi hiyo zilikabidhiwa kampuni ya Ense Januari 13 mwaka wa 2011 mbele ya maafisa wa Pieboard Fredrick Mushirangare, Joyce Wanjirumburu na Robert Masikonde.
Miezi michache baadaye, Gikaria alianza kuzua rabsha kuhusu umiliki wa ardhi hiyo na kampuni ya NC akidai kuwa ardhi hiyo ni ya shule ya msingi ya Naka. Mwezi Mei mwaka huo, kikao cha wasimamizi wa shule hiyo walipitisha kutojihusisha na umiliki wa ardhi hiyo baada ya kufikishwa mahakamani kwa kuvunja ua uliokuwa umepakana na shule hiyo, swala ambalo lilionekana kuwa uchochezi kutokana na wanasiasa na maafisa wa Naka Residents Association. Kilichofuata ni hali ya wahaka na vurumai kutoka kwa mbunge wa Nakuru na meya wa zamani wa Nakuru Ibrahim Surau Isaac. Inapatio watu wawili, mawalalo wawili, alafu wanalipa 1,200 kwa mwaka. Na yetu watu yetu hapa mahokas nini walinyimwa kiwanja pale. Ni bei kambili pale ajengalie la Nakuru. Gikaria anadaiwa kuongoza kundi la vijana kubomoa ua, swala ambalo tangu mwaka wa 2015 limesalia kotini. The irony is that all the witnesses who were at the scene of the crime, I personally took them to the OC in charge at the Central Police Station Nakuru, and they all recorded statements. How those statements disappeared again, we don't understand. I think it's just a policy matter within the Nakuru County government. And I think this is where now the governor needs to take action as the executive. It's not a matter of politics. I think it's just lack of giving priorities where it deserves. Wakati alikuwa ananitisha, anasema nataka pande hiyo. Tulikuja hapa na anasema anataka pande hiyo. Ndio wakati nilisema hakuna, ndio akavunja. Wakavunja wakiwa na ofisa wa polisi wa bondeni alikuwa amesimama kando yake. Wakavunja. Baada ya kuvunja hapo, wakakuja tena wakavunja nyumba ya maaskari wangu, sababu maaskari walikuwa naishi hapa. Wakabeba mawilbaro zilikuwa hapo, building materials zote zenye zilikuwa zimebaki hapo, mpaka simiti zilikuwa zimebaki hapo. Machi mwaka wa 2016, tume ya ardhi nchini iliingilia kati, na hapo ndipo kauli ya uhakika wa ardhi hiyo ilitolewa. Tume ya ardhi ilisema kuwa ardhi hiyo sio mali ya shule ya msingi ya Naka na halikunyakuliwa na kampuni ya NC Limited inayomilikiwa na Ibrahim Surau na Adan Malim Mursal. Sasa ile kitu mimi naomba serikali, mimi maisha yangu iko hatarini, kwa sababu kila wakati vile alinitisha, hata magari nafuata gari yangu yote mimi natoroka usiku, hata naenda saa 11 nyumbani. Oktoba tarehe 7 mwaka 2016, kamati ya ardhi na manyumba ya bunge iliandaa kikao mjini Nakuru kutathmini swala hilo baada ya lalama kuwasilishwa na Gikaria na baadhi ya maafisa wa Naka Residents Association. Kikao hicho ambacho kilihusisha umma pia kilitoa kauli kuwa kampuni ya NC ndio wamiliki halali wa ardhi hiyo. Swala tata linalohitaji majibu hapa ni mbona mbunge wa Nakuru Mashariki David Gikaria anadinda kufuata maamuzi ya mahakama, na kwa nini yeye anabatilisha maamuzi waliofanya miaka ya nyuma akiwa diwani? Na je, madai yanayoibua Ibrahim Surau Isaac ya kuwa Gikaria alimwitisha shilingi milioni 40 ili awachane na kipande hicho cha ardhi ni ya kweli? Victor Ogale, KTN News. Siasa za Jubilee na PNU zinazidi kushika kasi katika kaunti ya Embu, huku aliyekuwa katibu katika wizara ya uchukuzi Cyrus Njiro akihama chama cha Jubilee na kujiunga na kile cha PNU baada ya madai kuwa kuna watu wanaovuruga chama hicho kwa manufaa yao wenyewe. Kadhalika, spika wa bunge Justin Muturi ameonya dhidi ya kuingilia usimamizi wa tawi la Jubilee la Embu. Japokuwa wagombea wote walidai kuzungumza kwa sauti moja katika mkutano ulioongozwa na Rais Uhuru Kenyatta Ijumaa iliyopita mjini Nairobi, katika kaunti ya Embu hali ni tofauti, huku makundi tofauti yakianza kulaumiana.
kutokana na kile kinachodhaniwa kuwa mapendeleo yanayonukia katika kura za mchujo wa chama hicho. Aliyekuwa katibu katika wizara ya uchukuzi Cyrus Njiru amekihama chama cha Jubilee na kujiunga na PNU, anachosema atakitumia kugombea ugavana wa Embu. I have decided to stay clear of the fighting in the Embu County Jubilee office. That fighting where we see people's teeth being removed, not in a theater, but through extreme violence. I was abhorred to see a young man with 32 teeth and his dental formula was changed within an instant, all in the name of controlling the Embu County Jubilee office. Kulingana naye, ipo mikono kutoka nje inayovuruga mshikamano wa wanajubilee katika eneo hilo. Si yeye tu, spika wa bunge la taifa Justin Muturi amepakwa tope la kujaribu kuingiza ushawishi wake katika uongozi wa chama cha Jubilee huko Embu. Naibu gavana wa Embu Dorothy Nditi na seneta Leni Kivuti wanasema kuwa hawatakubali Muturi kuharibu chama cha Jubilee. Hao watu wako Nairobi ambao wanaketi huko kutumia vyao vyao vikubwa kujaribu kutubagua, kujaribu kutugawanya. Tafadhali wacha watu wa Embu wajipange. Hiyo maneno ya mtu fulani anakuja hapa ati niko na certificate ya Jubilee kwa mkono, au nimepatia huu au nitapatia wewe na wewe na wewe. Tumesema tukiwa Embu County huyo ashindwe. Mjo wa Njiru katika siasa za Embu inaongezea idadi wanaomezea mate ugavana wa Embu unaoshikilia na Martin Wambora kwa sasa. Mbunge wa Runyenje Cecil Mbarire na seneta wa eneo hilo Leni Kivuti pia wamo katika mchakato wa kutaka kumrithi Wambora. Hata hivyo, ni muhimu kutaja kuwa huenda PNU na vyama vingine shirika vya Jubilee vikawa gari mbadala katika uchaguzi mkuu ujao, ngao ya wagombea ikiwa ni kumwombea Rais Uhuru Kenyatta kura katika uchaguzi mkuu ujao. Paula Biswa, KTN News. Mvuvi mmoja ameuawa huku wenzake watatu wakijeruhiwa vibaya baada ya kiboko kushambulia boti lao ziwani Victoria asubuhi ya leo. Robert Wanyonyi na taarifa hiyo kwa kina. Wavuvi kadha waliokuwa wakivua samaki ziwani Victoria wameshambuliwa na kiboko, huku mmoja wao akiuawa papo hapo. Mvuvi huyo mwenye umri wa miaka 30 alikuwa miongoni mwa kundi la wavuvi wengine 6 waliovamiwa na kiboko majira ya saa 2 asubuhi wakati walipokuwa wanaendesha shughuli ya uvuvi katika ufuo wa Busembe katika ziwa Victoria, eneo bunge la Funyula. Sasa unajua asubuhi wanaendanga huku by saa 10 hivi ya usiku. Sasa kwenda kuvua yenyewe by saa 12 akaanza kazi. Sasa hiyo shida ikamsikia saa 2 hivi, ikampata saa 2. Kisa hicho kilichotokea takribani kilomita 2 kutoka kwa ufuo kando ya jiwe hili kiliwavutia wapiga mbizi waliofika hapo kwa shughuli ya uokozi. Sasa vile tulianza kuvua, tukikaribia kumalizia, sasa mimi nilikuwa nataka nijue yeye kama amemaliza. Nikiangalia mahali penye anavua ninaona kiboko imeanza kuinuka juu. Sasa kujaribu nikimbia nisimame kwa jiwe ili ni mwalati pia awe macho, nikaona akifloat juu hivi, tena alikuwa karibu na hiyo kiboko. Mpaka sasa bila alifloat ajua akienda chini ndio akazama tu hapo na hapo. Sasa mimi nikapanda kwa jiwe nikaanza kuita wenye walikuwa karibu, wakakuja wakatuokoa, ndio wakatuleta hapa sasa nje. Viongozi wakiongozwa na mbunge wa eneo hili Daktari Paul Otoma walianzisha shughuli ya kusaka mwili wa marehemu. Lakini unaona because of hii hali ya anga kubadilika, unaona kwamba hata mamba sasa wanaanza kutembea kwa bahari mpaka sehemu hizi ambazo ziko kando sana na ile mito ya hiyo nimesema rivers. Hata hippos. Unaona sasa hipo kwa wakati mingi sisi tunajua ukiwa huko kwa njia yake saa ile inarudi kwa maji ndio unaweza kuwa unakabiliana. Lakini sasa hiyo unaona imefuata huyu ndugu yetu mpaka huko kwa mawe. Otoma ameitaka idara husika kushughulikia masuala ya kuwafidia wanaoangamizwa na wanyamapori na vilevile kuweka mikakati ya kuimarisha usalama wa wavuvi. Ona ile shida imebaki hapa.
So ikiwa kwamba labda ni hiyo mambo ya kujaza form ya kufanya nini, inafaa irahisishwe na familia zisaidiwe. Tusiseme tu that hiyo mzigo tunawachia familia, wasipoweza kujaza hiyo form basi hiyo mambo inabaki namna hiyo. Itakuwa muhimu kwamba wale wanahusika hiyo compensation committee, kwa sababu umewekwa hiyo committee kuwakilisha wananchi. That's why the local component imewekwa ndani. So tupate njia ya kusaidiana na viongozi na chiefs na sub chiefs vile umesema, ili tuweze kusaidia hawa. Robert Wanyonyi, KTN News, katika kaunti ya Busia. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za KTN leo. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Mimi ni Mashirima Kapombe, mtangazaji wa ishara ni William Sila, na wapishi wenzangu Dennis Onsarigo na James Smart kwenye kipindi cha News Sources. Endelea kuwa nasi.